Mnaposema kwamba ni vurugu zilitengenezwa na mtu, mnatukosea. Mnakosea sana. Ni Watanzania wameamka. Rasilimali zipi Mwigulu ambazo unasema watu wanatutilia wivu? Mwigulu, mnaua watu kama kuku, mnataka tunyamaze? Mwigulu, muue watu, sisi tunyamaze? Tunyamaze kwa nini? Tumepanga maandamano, tukaamua kuandamana, mkatuma watu waje watuue, na sisi tukajibu mapigo kwa kufanya fujo ambazo zilitokea. Msikilizaji, Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa nchi ya Tanzania anajipata katika taabu kubwa baada ya kuweza kuonekana kwamba yeye ndo anapata kuyazungumzia maovu ya serikali ya Samia na kuweza kuyatetea na kuficha uovu ambao unaweza kusababishwa na serikali hiyo. Sasa Mwigulu ameweza kupata majibu kutoka kwa wananchi wa Tanzania, baadhi yake yakiwa mashambulizi makali ambayo yameweza kutokea kutoka kwa raia wa nchi ya Tanzania baada ya kuweza kuona na kushuhudia kwamba Mwigulu anatumika na serikali ya Samia kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania hawapati kuyaona yale ambayo yameweza kusababishwa na serikali hiyo na kile ambacho kinazidi kuendelea kutendeka nchini Tanzania. Sasa msikilizaji, baadhi ya mashambulio aliyoweza kuyapata hapa msikilizaji, kulingana na taarifa nilizoweza kutumiwa, ameweza kuambiwa kwamba usitutake tukukosea adabu. Msikilizaji, ni matamshi tu ambayo nitaweza kukuwekea video iliyoweza kutumwa hapa ili uweze kuisikiliza pia. Ameweza kuambiwa kwamba asiwatake Watanzania kumkosea adabu, lakini pia asiwaone kama wapumbavu, kwa sababu masuala anayoweza kuyazungumza ni masuala ambayo yako wazi na yanapataka kuonekana, wananchi wanapataka kuangalia kile ambacho kinaweza kuendelea. Lakini sasa yeye kutokea na kutetea uovu ambao ni wazi na umeweza kuonekana, inakuwa ni kinyume, lakini pia inazidi kuwakosea amani wa Tanzania wengine. Akaweza kusema pia kwamba usitufanye sisi ni mataira. Watanzania tumeamka mzee. Watanzania mlitutengeneza kuwa wajinga na wapumbavu. Mnatutengenezea matatizo alafu mnatusaidia kuyatatua. Kwamba serikali inayatengeneza matatizo kisha wanakujaga kuyatatua ili kuonyesha kwamba kuna kitu wamefanya, jambo ambalo msikilizaji halisaidii. Hamna sababu ya kuweza kutengeneza ama kusababisha tatizo kisha ukajitokeza kulitatua tatizo hilo, kwa sababu alikuwa, na kama alikuwa ingekuwa sawa tu. Sasa ni tatizo kwamba unatengeneza tatizo kisha unalitatua, ndio sasa uonekane kwamba wewe ni mwema ama wewe ndio bora kuliko wengine. Lakini pia ameendelea kumwambia kwamba tumebadilika na sasa tunajitambua. Umekuwa mropokaji kama wenzio. Sio wote tupo nje, wengine tupo hapa Tanzania. Mnaweza mkatupata wakati wowote. Msikilizaji, inakufungulia na kukuonyesha kwamba idadi kubwa ya Watanzania sasa wamepata kuisimamia haki na wamepata kuelewa kwamba wasipolipigania taifa lao basi kutakuja kuwa na tatizo na taifa linaharibika huku mkiangalia tu. Sasa imekuwa kwamba kwa muda mrefu wanaharakati waliopo nje ya Tanzania ndio wamepata kuzungumzia maovu ambayo yanashuhudiwa Tanzania. Kwa sababu gani msikilizaji?
serikali ya Samia imetengeneza mazingira kwamba unapoweza kuzungumza chochote ambacho ni kinyume. Naomba niongee kwa upole sana na shemeji yangu Mwigulu. Mwigulu, usitake tukukosea adabu. Mwigulu, usitufanye sisi ni wapumbavu, usitufanye sisi ni matahila, sawa? Wala sisi sio miskule. Watanzania tumeamka mzee. Watanzania mlitutengeneza kuwa wajinga na wapumbavu, mnatutengenezea matatizo alafu mnatusaidia kuyatatua. Tumebadilika, tunajitambua. Sasa hivi Mwigulu, naomba nikushauri kitu sasa. Badilika. Jenga desturi ya kupanga speech zako, kwa sababu umekuwa mlopokaji kama mwenzio. Punguza kulopoka. Adhabu yenu nyinyi, si mmechagua kifo kwamba mtuue tunapoongea ukweli. Mko sawa. Sio wote tuko nje, wengine tupo Tanzania hapa hapa. Mwigulu, ni kwamba sisi tumechoka. Mnaposema kwamba ni vurugu zilitengenezwa na mtu, mnatukosea. Mnakosea sana. Ni Watanzania wameamka. Rasilimali zipi Mwigulu ambazo unasema watu wanatutilia wivu? Mwigulu, mnaua watu kama kuku, mnataka tunyamaze? Mwigulu, muue watu sisi tunyamaze? Tunyamaze kwa nini? Tumepanga maandamano, tukaamua kuandamana, mkatuma watu waje watuue, na sisi tukajibu mapigo kwa kufanya fujo ambazo zilitokea. Na hatukufanya fujo, ila tulijaribu kuwakumbusha kwamba hizi mwendokasi ni za kwetu sisi, ni mali zetu. Vituo vya polisi mnavyoulia ndugu zetu ni vya kwetu sisi. Mwigulu, ndicho ambacho tulitaka ni ujumbe ambao tulitaka tuwafikishie. Mwigulu, usijifanye una akili nyingi sana, unasimama na kuropoka ujinga. Leo unasema eti rasilimali. Which rasilimali? Kuna nchi yenye rasilimali kama Burkina Faso? Kwa nini wananchi wanampenda rais wao? Rasilimali zetu ambazo mmeziweka kwenye mifuko yenu, Mtanzania ananufaika vipi kwenye rasilimali hizi? Mmekosa hata aibu, mnasimama na kuropoka rasilimali. Rasilimali zipi? Mwigulu, let me tell you, hapa mahali mmetufikisha, hatutorudi nyuma. Hatutorudi nyuma. Na yale ambao wanayasema, unasababishiwa utekaji au kifo ama kupotezwa kabisa. Kwa hivyo ni kama Samia amekuwa akiongoza kwa kusababisha uoga kwa watu, ili kwamba wasipate nafasi ama wasipate ule ujasiri wa kupata kuzungumza. Kwa hivyo ni kusambaza uoga na kuhakikisha kwamba jamii ya Tanzania hakuna mtu ambaye ameweza kusema chochote. Kisha taarifa hii imeendelea hivi, msikilizaji. Mnavyosema kwamba hizi vurugu zilitengenezwa na mtu, mnatukosea sana. Ni sisi wa Tanzania tumeamka. Elewa kwamba ameweza kusema hapa mbeleni kwamba Watanzania mlitutengeneza kuwa wajinga na wapumbavu, kisha mkaanza kuyatengeneza matatizo na kuweza kuyatafutia suluhisho. Sasa hapa amesema kwamba umekuwa mropokaji. Sio hapo msikilizaji, unaradhi. Mnaposema kwamba hizi vurugu zilitengenezwa na mtu, mnatukosea sana. Ni sisi tumeamka. Kulingana na mwanadada huyu, anaeleza kwamba serikali ya Tanzania iliwafunza wananchi wao kuona ubaya kama kitu bora, kwa sababu amesema kwamba mlitutengeneza kuwa wajinga. Kwa hivyo hawakuweza kuyaona yale ambayo wanaweza kuyaona sasa hivi. Kisha ndo amekuja akasema, mnaposema kwamba hizi vurugu zilitengenezwa na mtu, mnatukosea sana, kwa sababu ni jambo la wazi. Vurugu hazikupata kuandaliwa na mtu.
ni kitu kilichoweza kutokea kwa sababu ya ghadhabu ama kukosewa heshima kwa wananchi, kukaweza kusababisha vurugu hizi zilizoweza kutokea nchini Tanzania, kwa sababu watu waliweza kusikia vibaya, wenzao walipata kuuawa, kuna wenzao walipotezwa, baadhi yao waliweza kutokea katika shughuli za maandamano, walipata kuuawa, wakapata kutekwa, wengine wakapata kupotezwa. Lakini pia kumeweza kusambazwa uoga, kusiweza kuwa na haki za kuweza kuwalinda Watanzania. Kisha akaendelea hivi: Mwigulu, mtaua watu kama kuku, ndo sisi tunyamaze? Yaani wameshuhudia kabisa watu wakiuawa kama kuku, kwa sababu ni idadi kubwa na ni rahisi tu kupiga risasi na kuua. Kwa hivyo anasema kwamba hawataweza kuua watu hivyo kisha Watanzania wanyamaze. Sisi tumejibu kwa kuzua fujo kwa kilichotokea. Hapa tulipofika haturudi nyuma. Msikilizaji, nimezidi kukuambia kwamba kwa siku zilizoweza kupita, baadhi ya watu waliozidi kutoa sauti ama kupiga sauti za haki walikuwa ni Watanzania ambao hawapo nchini Tanzania ama hawajaweza kuishi nchini Tanzania, wameishi katika mataifa ya kigeni. Lakini sasa imeibuka raia wa Kitanzania waliopo Tanzania wameanza kuona kwamba ni bora kupata kuzungumza panapotokea maovu, kwa sababu taifa litakapoweza kuharibika ni kila Mtanzania atayapitia machungu ya kile kitakachokuwa kimeweza kutokea. Na kwa hivyo inamchukua kila Mtanzania kuhakikisha kwamba sauti inapaswa, wanaipasa sauti na wanasimamia haki, ili kuhakikisha kwamba serikali iliyopo na serikali zitakazoweza kuja zitafuatilia na kuzingatia katiba ya Tanzania na kuweza kuhakikisha kwamba kuna ubora katika maisha ya wananchi nchini Tanzania. Kisha masuala kama ya utekaji, vifo vya holela havitokei, kwa sababu ikiwa utaona jambo bovu siku ya leo ukalinyamazia, kesho ingine linaweza likakutokea. Kwa hivyo ni sharti kila mtu aweze kusimama na kuweza kupigana ili kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania huru inapata kuonekana. Zidi kutufuatilia msikilizaji, zidi kupiga subscription ili tupate kuendelea kuelimishana zaidi.